Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Nianze kumshukuru Mungu tena ambaye ametupa neema ya kuweza kuendelea kujifunza maneno matakatifu yake. Na Mungu ametupa neema tena ikiwa katika sehemu yetu ya 5. Naamini kualike mtazamaji wangu na msikilizaji wangu ambaye umekuwa ukinifuatilia, na wewe ambaye hata kama ni mara yako ya kwanza, liko somo zuri kabisa ambalo Mungu ametupa kujifunza kuhusu ufalme wake. Na kabla sijaendelea mbele, naomba nimshukuru Mungu alafu tuendelee. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, utuazie mazuri. Tazama, ni wakati mwingine tena watoto wako tunakuja mbele zako, mfalme amani, ili kujifunza maneno yako yaliyolibeba kusudi lako zuri kwa ajili ya maisha yetu. Tuko tayari Mungu kukusikia, useme pamoja na maisha yetu, ili mfalme amani, yale mapenzi na kusudi lako yakaishi katikati ya maisha yetu. Yule adui shetani hana nafasi katika nyakati hizi ambazo Mungu uliye mwema unahitaji kusema na watoto wako. Nenda tena Mungu kamfunike msikilizaji wangu, nenda tena Mungu kamtangulie mtazamaji wangu, ili Baba ninaposema pamoja naye neno hili Mungu likafanyike faida katika maisha yake. Jehova, ninakutukuza na kukuinua nikiamini ya kwamba Mungu kupitia wewe yako matendo makuu yatatendeka katikati ya watoto wako kupitia neno hili, na utukufu na heshima Bwana nitakurejeshea wewe. Ni katika jina lako Yesu naomba na kuamini, amen. Bwana asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kama ambavyo nimetangulia kukwambia ya kwamba ninalo somo ambalo nimekuwa nikifundisha, na sasa niko sehemu ya 5 katikati ya hili somo zuri ambalo somo linasema siri za mafanikio. Siri za mafanikio ama vyanzo vya mafanikio. Inatumani nazungumza na mtu ambaye sasa nilikwambia ni lazima ukubali kutoka kwenye uelewa mfinyu wa neno mafanikio ama maana ya mafanikio, na uende kwenye maana pana ambayo kwamba mafanikio ni mjumuisho wa mambo ambayo yanampa mtu amani, furaha, upendo na tumaini. Utoke kwenye ile maana ya kwamba tunaposema mafanikio, akili yako inakukimbiza kwenye fedha, akili yako inakukimbiza kwenye nyumba, akili yako inakukimbiza kwenye magari ama kwenye vitu vionekanavyo kwa wepesi. Nikakwambia hivyo ni sehemu chache tu ambayo na yenyewe ni moja ya yale mambo ambayo ni ya muhimu yanayounganika kutengeneza kitu halisia ama umana halisi wa mafanikio. Na tangu mwanzo nimekuwa nikwambia kwamba jambo hili kufanikiwa ni moja ya kitu ambacho kinatamaniwa na kila mmoja. Ni moja ya kitu kinatamaniwa na kila mmoja, na ni moja ya jambo ambalo linautesa ulimwengu. Ni moja ya jambo ambalo linautesa ulimwengu, linamtesa mwanadamu. Kila mwanadamu anahangaika huku na kule kutafuta kufanikiwa. Lakini kwa nini ahangaika huku na kule kutafuta kufanikiwa? Ni kwa sababu ya kukosa kujua kwamba mafanikio yana kanuni zake, ya kwamba mafanikio yana kanuni zake. Kwa katika hili somo ambalo Mungu ametupa kutufundisha kanuni ama siri ama vyanzo, mahali ambako ukielewa ukaishi na kuvishika, ndivyo vitakavyokusaidia wewe kupata wepesi wa kufanikiwa. Mungu ametujalia tumejifunza siri ya kwanza, tukajifunza siri ya pili, tukajifunza siri ya 3, tukajifunza siri ya 4, na leo tunaenda kujifunza siri ya 5. Tunaenda kujifunza siri ya 5 ya mafanikio. Siri ya 5 ya mafanikio. Katika hili somo langu, hii siri ya 5 ya mafanikio, naomba nifuatilie vizuri. Ninaamini kuna kitu ambacho kitakujenga katika kutamani ya kwako ili uweze kufanikiwa. Siri ya 5 ya mafanikio. Siri ya 5 ama sehemu ya 5 ya mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya 5 ya mafanikio ni kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu. Ukumbuke siri ya kwanza ya mafanikio nilisema kumcha Mungu. Siri ya kwanza ya mafanikio nilisema kumcha Mungu.
Na nataka unielewe vizuri, kuna tofauti kati ya kumcha Mungu na kumtumikia Mungu. Kuna tofauti kati ya kumcha Mungu na kumtumikia Mungu. Watu wengi ukiwauliza kwa habari ya Mungu, wanakwambia mimi namcha Mungu, wanakwambia mimi nasali. Na nataka nikuibia siri, mtumishi wa Mungu, ni rahisi kumcha Mungu, lakini si rahisi kumtumikia Mungu. Ni rahisi kumcha Mungu, watu wengi wanafanikiwa kumcha Mungu, lakini watu wengi wameshindwa kumtumikia Mungu. Unatakiwa uelewe, nimekwambia kuna tofauti kati ya kumcha Mungu na kumtumikia Mungu. Kumcha Mungu ni kule kutambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Ni ile kuwa na hofu ya kwamba wewe uliumbwa na Mungu. Ni ile kutambua tu kwamba bila Mungu wewe huwezi chochote. Lakini kumtumikia Mungu ni ile hali ya kuchukua hatua sasa ya kuyaishi mapenzi ya Mungu. Ni ile hali ya kuchukua hatua sasa ya kuitenda kazi ya Mungu. Maana yake kwamba kumcha Mungu ni hali ya ndani, lakini kumtumikia Mungu sasa ni kuitoa ile hali ya kumcha Mungu ndani ikaingia nje, ikaanza kutenda kazi katika mazingira ya nje. Kwa kumtumikia Mungu ni kuingiza imani ya kumwamini Mungu katika matendo. Ni hali ya kujitoa sasa kwa ajili ya kuitenda kazi ya Mungu. Ni hali ya kujitoa kwa ajili ya kuitenda kazi ya Mungu. Unajitoa wewe, pengine na familia yako, pengine na mali na fedha zako, kwa ajili ya kutenda kazi ya Mungu, kwa ajili ya kutenda kazi ya Mungu. Kwa kumtumikia Mungu ni kujitoa, kutenda kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uelewe kwamba katikati ya ufalme wa Mungu, tunapozungumzia ufalme wa Mungu, Mungu anayo kazi yake aliyoianzisha hapa duniani, na mtu aliyewekwa ili aitende kazi ya Mungu ni mwanadamu aliyeumbwa na Mungu. Wewe ndiye uliyewekwa ili uitende kazi ya Mungu. Lazima uelewe Mungu ana kazi, anayo kazi yake hapa duniani, na watendaji wa kazi hii ni mimi na wewe. Kwa katika kuitenda kazi ya Mungu unajipa nafasi ya kutengenezewa chemichemi za baraka na uzima kwa ajili ya maisha yako. Lazima uelewe iko kazi ya Mungu ambayo inapaswa kuitenda, ambayo inapaswa wewe uisimamie, inapaswa wewe uishughulike kwa ajili yayo. Watu wengi wapo kanisani, ni kweli, wanasali, ni kweli, lakini hao wamefanikiwa kupata nafasi ya kumcha Mungu, lakini wengi kwenye habari ya kumtumikia Mungu. Mungu anahitaji kwamba ukubali kumcha Mungu, lakini pia ukubali kumtumikia. Ukubali pia kumtumikia. Nataka nikuonyeshe kwamba iko kazi ya Mungu katikati ya ulimwengu ama dunia tunayoishi, ambayo Mungu ameitaka tuitende. Tuangalie kile kitabu cha Wafilipi, kile kitabu cha Wafilipi sura ile ya kwanza na ule mstari wa 6. Kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza na ule mstari wa 6. Biblia inasema hivi: nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataitimiliza hata siku ya Kristo Yesu. Neno nalotaka ulishike hapa kwamba yeye aliyeianzisha kazi njema. Kumbe ipo kazi ya Mungu, alafu si kazi ya kawaida. Anasema kazi njema. Yeye aliyeanzisha kazi hii njema mioyoni mwenu. Maana yake katika maisha yetu, katika utumishi wetu, katika kumwabudu kwetu, katika kumsifu kwetu, katika kumtumikia kwetu, iko kazi ambayo Mungu anahitaji tuitende. Kwa hiyo unapozungumza umeokoka, unaposema wewe ni mcha Mungu, ni lazima uelewe ipo sehemu ama hatua ya pili unayotakiwa kuiendea, ambayo ni kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Kumtumikia Mungu ni sehemu ambayo imeficha siri ya mafanikio. Kupitia kumtumikia Mungu ndipo mtu anaweza stawi. Kupitia kumtumikia Mungu ndipo Mungu anaweza mbariki. Kupitia kumtumikia Mungu, unapojitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, unapojitoa kwa ajili ya kuitenda kazi ya Mungu. Na nataka nikwambie, hata kilio kikubwa cha Yesu Kristo, cha Yesu mwenyewe mwenye hii kazi, kilio chake kikubwa ni watu wa kutumika. Kilio cha Yesu ni kupata watenda kazi. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Luka, ile sura ya 10 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu kile cha Luka sura yake ya 10 mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Biblia inasema hivi: basi baada ya hayo Bwana aliwaweka wengine 70, akawatuma wawili wamtangulia kwenda kila kijiji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Mstari wa pili, akawaambia, mavuno ni mengi ila watenda kazi ni wachache. Unaona hapa Mungu, Biblia inasema akawachagua wengine 70 miongoni mwa wale wanafunzi wake aliokuwa nao, miongoni mwa watu ambao walikuwa wanamcha Mungu. Alipowachagua akawatuma waende kutenda kwa niaba yake. Anasema wakamtangulia katika kila mji na katika kila mahali alipokusudia kwenda yeye mwenyewe. Ni kweli kazi hii ni kazi ya Mungu, lakini Mungu ameweka watu, mimi na wewe, tuitende kwa niaba yake. Tuitende kazi hii kwa niaba yake. Mungu ametuweka tutende kazi hii kwa niaba yake. Na anasema ule mstari wa pili, anasema mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi ila watenda kazi. Hapa Yesu anacholilia kipatikane ni watenda kazi. Na ni moja ya eneo ambalo shetani ameficha watu, amefunga ufahamu wa watu kwenye habari ya kumtumikia Mungu. Kuna wakati mwingine amekuruhusu umeenda kanisani, ni kweli unasali, unahudhuria, unajumuika kwenye amali unapoabudu, lakini katikati yake ufahamu wako umefungwa juu ya habari ya kutenda kazi ya Mungu. Haujishughulishi na mambo ya Mungu, haujishughulishi na kazi ya Mungu. Ndio maana katika somo hili nataka nikukumbushe kwamba kumtumikia Mungu ni sehemu ya kusababisha baraka zikaishi katika maisha yako. Ni sehemu ya kusababisha mafanikio yakaja kwako. Unielewe ya kwamba kumtumikia Mungu ni chanzo cha kumfanikisha mtu. Ni moja ya eneo linalotoa chemichemi za mtu kufanikiwa. Ni moja ya eneo linalofungua mlango ya mtu kufanikiwa. Ni moja ya eneo linayoyavuta yale ambayo unayatamani yatokea kwenye maisha yako. Ni moja ya eneo ambalo linatengeneza wepesi juu ya kufikia ndoto zako, juu ya kufikia malengo yako, juu ya kufikia kwenye maono yako. Moja ya eneo ambalo limebeba wepesi wa kuleta kuyafikia yale maono yako ni pamoja na eneo ambalo ni kumtumikia Mungu. Ni kumtumikia Mungu. Ndio maana unaona Yesu anasema, muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Mungu, Yesu anachokitamani na Mungu ni kupata watenda kazi. Si Mungu hajakuokoa ili ukae tu. Mungu hajakupa neema ya uzima ili ukae tu. Mungu hajakupa neema ya fedha ili ukae tu. Mungu hajakupa neema ya cheo ili ukae tu. No, anahitaji kupitia cheo ulicho nacho umtumikie na umzalie matunda. Anahitaji kupitia afya njema ulionayo umtumikie na umzalie matunda. Anahitaji kupitia hiyo neema ya wokovu ulioipata mahali unapomtumikia uitende kazi yake Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kumtumikia Mungu ni moja ya eneo ambalo limebeba siri ya kufanikiwa kwa mtu. Kumtumikia Mungu ni moja ya eneo ambalo limebeba siri ya kufanikiwa kwa mtu. Kwa tunaposema kumtumikia Mungu kuna kutengenezea mlango, kutengenezea lango la kufanikiwa kwako, linakufanyia wepesi wa kufanikiwa kwako unapokubali kumtumikia Mungu.
unatengeneza mlango wa kufanikiwa kwako. Nisikilize mtumishi wa Mungu, kuna wakati mwingine matatizo unayopitia, changamoto unazozipitia, shida unazozipitia, kushinda unakopitia, kuanguka unakopitia, wakati mwingine umeombewa sana na hujaona kupona, hujaona kubadilika, hujaona mafanikio. Kumbe tu si kwa sababu ya kutokuombewa, ni kwa sababu tu umekosa kusimama kwenye nafasi ya kumtumikia Mungu. Kuna mambo mengine kwenye maisha yako hayataondoka hivi hivi. Utaombewa, ni kweli, utaombewa sana, lakini nataka nikuibie siri kwamba kuna mambo mengine katika maisha yako yataondolewa na pale tu utakaposimama na kuanza kumtumikia Mungu, utakaposimama na kuanza kuitenda kazi ya Mungu. Ukisimama, kuna magonjwa mengine kupitia tu kumtumikia, hata kabla hujafunga na kuomba, hata kabla hujafanya jambo jingine, kupitia tu kumtumikia Mungu, unashangaa magonjwa yanaponywa. Kupitia kutumikia Mungu, unashangaa Mungu anaachilia heri kwenye familia yako. Kupitia tu utumishi wa kumtumikia Mungu, unashangaa Mungu anatenda vitu vya ishara na maajabu. Unashangaa Mungu anaachilia miujiza kwako. Unashangaa Mungu anaachilia matendo makuu yake katika maisha yako kupitia kumtumikia Mungu. Watu wengi wameshindwa kufanikiwa kwa kutokujua siri iliyofichika ndani ya kufanya utumishi wa Mungu, ndani ya kutenda kazi ndani ya nyumba ya Mungu, ndani ya kutenda kazi ndani ya ufalme wa Mungu. Ni kweli umeokolewa, lakini mbona umekaa? Mungu hakutaka ukae. Mungu hahitaji unyamaze. Mungu hakuhitaji utulie. Anahitaji uitende kazi yake. Nisikilize mtumishi wa Bwana. Unaweza sema, mchungaji unasema nini? Lakini nataka nikwambie, iko siri kubwa sana katika kumtumikia Mungu na kufanikiwa kwako. Iko siri kubwa sana katika kumtumikia Mungu na neema katika utumishi wako. Hem, tukaangalie katika kile kitabu cha Samueli. Kile kitabu cha Samueli wa kwanza, kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza na ule mstari wake wa 11. Kitabu kile cha Samueli sura ile ya kwanza na ule mstari wake wa 11. Kwenye hili somo nilipanda kidogo, utaniruhusu niende kwa kukimbia. Niende kwa kukimbia maana lina vitu vingi ambavyo natamani nivizungumze kwako. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 11. Biblia inasema hivi: akamwekea nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu Hana, ambaye alipita katika teso la kutokufanikiwa kupata mtoto, la teso la muda mrefu. Ukisoma kuanzia kule nyuma, Biblia inasema alipanda kwenda mlima mwaka hadi mwaka kwenda kumuomba Mungu huko, na kila mwaka alipoenda teso lake lilikuwa lile lile, kuomba kufanikiwa kupata mtoto. Lakini miaka yote alipoenda, tunaona Biblia inathibitisha hakuweza kufanikiwa kupata mtoto. Lakini katika hii mstari wa 11, Biblia inasema alipomwekea Bwana nadhiri, akaonyesha nia ya kutaka kwamba analeta mtendakazi katika ufalme wa Mungu. Hana ambaye alikuwa ameteswa na maneno ya Penina mke mwenza, alipofika wakati akagundua kwamba kwa nini kila ninapoita kufanikiwa kupata mtoto sipati, Hana akamwahidi Mungu kwenye habari ya utumishi. Mungu anaheshimu sana mtu anayemtumikia. Mungu anaheshimu sana mtu ambaye amejitoa kuitenda kazi yake. Hapa tunaona Hana alipoahidi, alipoweka nadhiri yake ya kwamba nitakumtoa mtoto huyu akutumikie, na kilio cha Mungu ni kupata watumishi, ni kupata watendakazi katika ufalme wake. Tunaona ukisoma hapo chini, Mungu akalifungua tumbo la Hana. Hana akapata kuzaa, akamzaa Samueli, akapelekwa kwenye madhabahu ya Bwana. Samueli akaendelea kumtumikia Mungu. Kipindi Samueli anaendelea kumtumikia Mungu kule, tunaliona na tumbo la Hana haliendelea kuwa tasa, likaendelea kufanikiwa kupata watoto, likaendelea kufanikiwa kuzaa. Kwa nini? Kwa sababu ameigundua siri mojawapo ya kuleta mafanikio katikati ya maisha ya mtu ni kukubali kumtumikia Mungu. Ndio maana nimekwambia kuna mambo mengine
hayatatokea kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu bado haujakaa kwenye nafasi ya kutenda kazi ya Mungu. Mungu anahitaji watu watende kazi yake. Mungu anahitaji watu wafanye kazi yake. Kwa hiyo unapofanya kazi ya Mungu, unajifungulia mlango mkubwa, unajipa nafasi kubwa ya kuweza kufanikiwa katika maisha yako, ya kuweza kufanikiwa katika maisha. Tunaona hapa Ana, baada ya kusimama kumtumikia Mungu, tunamuona Ana anaanza kufanikiwa. Hii inatupa ushuhuda wa hakika na kweli kwamba kumbe ukikubali kumtumikia Mungu, Mungu kuna mambo anayafungua kwenye maisha yako. Mungu kuna mambo atafungua kwenye biashara yako. Mungu kuna mambo atafungua kwenye amani yako. Mungu kuna mambo atafungua kwenye hilo hitaji lako la kutafuta upendo, hilo hitaji lako la kiuchumi, hiyo kampuni yako unayotaka ifanikiwe, hayo ndizo ndoto zako unazotaka zitimie. Ukikubali kumtumikia Mungu, ukakubali kwamba pamoja na kwamba natamani niwe na kampuni kubwa, lakini pamoja nayo nitakuwa na sehemu ya kumtumikia Mungu, nitatenda kazi ya Mungu katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia tuongezee kile kitabu cha Yohana. Ngazia kile kitabu cha Yohana, ile sura ya 12. Kitabu kile cha Yohana sura yake ya 12 na ule mstari wake wa 26. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 12 na ule mstari wake wa 26. Biblia inasema hivi: mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Nirudie: mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Ukumbuke, alipo Kristo ndipo penye uzima. Alipo Kristo pana njia ya mafanikio. Alipo Kristo pana ulinzi. Alipo Kristo pana neema. Alipo Kristo pana upendo. Alipo Kristo pana furaha. Alipo Kristo pana tumaini. Sasa anasema yeye alipo Kristo pana fedha, maana anasema vyote vilivyoujaza ulimwengu ni vya kwake. Maana yake alipo Kristo pana nyumba. Alipo Kristo pana magari. Alipo Kristo pana ndoa iliyo na upendo wa agape. Alipo Kristo. Sasa anasema alipo yeye, yule mtu aliyekubali kuitenda kazi ya Mungu, ndipo na yeye atakapokuwepo. Maana yake kama ni kwenye furaha, na yeye mtu yule atakuwepo kwenye furaha. Kama ni kwenye upendo, na yeye mtu yule atakuwepo kwenye upendo. Kama ni kwenye neema ya uwepesi, na yeye mtu yule atakuwa kwenye hiyo neema. Kama ni kwenye utukufu wa Mungu, na yeye mtu yule atakuwa kwenye utukufu wa Mungu. Kama ni ulinzi wa malaika wa Bwana, na yeye mtu yule atakuwepo kwenye ulinzi. Lakini anasema tena na Baba yake mtu akinitumikia, na Baba yake yani Mungu atamheshimu. Yohana anaandika na tudhibitishia kwamba ukimtumikia Mungu, Mungu anakuheshimu. Ukimtumikia Mungu, Mungu anaiheshimisha ndoa yako. Ukimtumikia Mungu, Mungu anaheshimisha kazi yako. Ukimtumikia Mungu, Mungu anaheshimisha biashara yako. Ukimtumikia Mungu, Mungu anaheshimisha kampuni yako. Anaipa kibali, anaipa kufanikiwa ukikubali kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbe basi kumtumikia Mungu ni moja ya eneo, ni moja ya sehemu iliyofichika, lakini iliyobeba chanzo cha kumfanikisha mtu kumtumikia Mungu. Haleluya, mtumishi wa Bwana. Unaona, tumeona alivyokubali kutoa watumishi kwa ajili ya Bwana. Hana, tunaona tumbo linafunguka. Lakini hapa Yohana anatuthibitishia, anatuambia ukikubali kumtumikia Mungu, pale Mungu alipo ndipo na wewe utakapokuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Mungu atakuheshimu katika kumtumikia Mungu. Lakini ninapozungumza habari ya kumtumikia Mungu, inakuwa inaleta mchanganyiko. Kuna watu ukizungumza habari ya kumtumikia Mungu, wengine hawaelewi. Wengine wanafikiri kwamba kumtumikia Mungu ni kama hivi nilivyosimama tu na hubiri. Ndio, ni moja ya sehemu ya kumtumikia Mungu, lakini sio hii peke yake kwamba ndiko kumtumikia Mungu. No, kuna sehemu nyingi. Nimekwambia kumtumikia Mungu ni kujitoa, kuitenda kazi ya Mungu. Yani kuonyesha matendo. Si kubaki na maneno ya mdomoni. Si kubaki na imani tu ya kumwamini. Ndio maana hata Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Maana yake ni kwamba unaamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Unaingia kwenye matendo, kuitenda kazi ya Mungu, kujenga mwili wa Kristo, kushiriki katika ujenzi wa mwili wa Kristo. Tunapozungumzia kushiriki katika ujenzi wa mwili wa Kristo,
Kristo ziko namna mbalimbali, ziko namna tofauti tofauti. Ndio maana kuna karama na vipawa na huduma zinazokuwemo ndani ya kanisa. Kupitia zile karama, vipawa na huduma ndiko tunakomtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu mwingine ukimwambia hizi habari za kumtumikia Mungu, mtu mmoja akaniuliza swali, sasa mchungaji, nitamtumikiaje Mungu? Nawezaje kumtumikia Mungu? Nawezaje kujua namtumikia Mungu? Nifuatilie vizuri. Unataka na mimi nitakufundisha kwamba unawezaje kumtumikia Mungu. Ni katika maeneo gani unapaswa kumtumikia Mungu ambaye atakufanyisha wewe kufanikiwa. Ama utajuaje ya kwamba unatumika ama hautumiki? Maana wengi wakiona hawajapata nafasi ya kusimama madhabahuni kama hivi nilivyosimama kuhubiri, wanafikiri hawatumiki. Lakini yako maeneo mengi, ziko sehemu nyingi sana za kusimama kama mtu ambaye ni mcha Bwana na ukamtumikia Bwana, na kupitia hilo ikawa sehemu ya baraka katika maisha yako itakayoleta wewe kufanikiwa. Tunapoenda kuangalia mazingira ya kumtumikia Mungu, ama unawezaje kumtumikia Mungu, ama kumtumikia Mungu, tunamtumikia Mungu kwa namna gani? Basi tukaangalia kwenye hicho kile kitabu cha Marko. Kutoka kwenye kile kitabu cha Marko hapo nikueleze kitu kingine hapo ambacho kitakusaidia. Kitabu cha Marko sura ya 12, kitabu kile cha Marko sura ya 12 na ule mstari wake wa 30. Mstari wake wa 30. Marko, kitabu cha Marko sura ya 12 ule mstari wake wa 30. Biblia inasema hivi: nawe umpende Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Nawe umpende Mungu, Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hapa ukisoma hili andiko, linaugawa utumishi, linagawa kumtumikia Mungu katika sehemu kuu mbili. Ukisoma hili andiko vizuri, unaelewa sasa hapa kwamba linagawa habari ya kumtumikia Mungu katika sehemu kuu mbili, ambayo sehemu ya kwanza ni ya kutenda kazi kupitia mwili wako. Kama hivi unavyoona nimesimama, ninamhubiri Bwana, maana yake ninatumika kupitia mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye mafundisho yangu nimegawa katika sehemu mbili, ambapo kuna kipande cha moyo wako wote na roho yako yote. Yani moyo na roho yako yote ni sehemu ya moja wapo ambayo imebeba utumishi wa kumtumikia Mungu. Lakini pia sehemu ya pili ni akili na nguvu zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu anakuhitaji kutumika katika kutumia mwili wako, katika kutumia muda wako, katika kutumia mikono yako, katika kutumia ufahamu wako ambao Mungu amekupa, katika kutumia kipawa chako, katika kutumia karama yako. Ndio maana sasa hapa ukija kwenye hili eneo kumtumikia Mungu kupitia akili na nguvu, hapo sasa ndipo, kwa mfano, unaweza simama kuhubiri Injili. Unamtumikia Mungu kupita kuhubiri Injili. Na kuhubiri Injili si lazima usimame madhabahuni tu mpaka tu kwamba upate nafasi kama ambayo nimeipata mimi hii ya kusimama na wachungaji wengine kama wanavyopata nafasi ya kusimama wakahubiri Injili. Inawezekana nafasi ya kusimama hupati, lakini kuhubiri Injili ama kumtumikia Mungu kupitia kuhubiri Injili si lazima upate nafasi ya kusimama tu mpaka madhabahuni peke yake. Hapana. Maadamu hapo kanisani unapotumika, hata unapoeneza Injili ya Kristo Yesu, mafundisho ya Kristo Yesu kwa mtu mmoja mmoja pale kanisani, kuna watu ambao bado ni wachanga kiroho. Wengine hata hawajui maana ya ibada ni nini, wengine hawajui maana ya sadaka ni nini, wengine hawajui maana ya maombi ni nini, wengine hawajui maana ya fungu la 10 ni nini, wengine hawajui nini maana ya kuimba, ni huduma ya uimbaji, kwamba inaweza kufanyikaje kuleta baraka kwao. Unapoweza kukaa nao ukawafundisha ile huduma, wakaijua, umeitenda kazi ya Mungu. Unaposaidia watu wakajua umuhimu wa kuwahi ibada, umeitenda kazi ya Mungu, kwamba wewe umesha kujua kwamba faida iliyoko katika utoaji, faida iliyoko katika kutenda, kumheshimu Mungu, kuwahi ibadani na kufanya shughuli zingine za kanisani, hata kukaa kwenye vyombo ni moja ya sehemu ya kumtumikia Mungu. Kukaa tu kuwasha vyombo na kuweka flash zile waimbaji wanaimba ni eneo la kumtumikia Mungu. Unapokuwepo hapo unamtumikia Mungu. Unamtumikia Mungu. Kwa hiyo unapotenda hiyo inahitaji nguvu yako
na inahitaji akili yako, kwamba akili ikukumbushe, akili ikupe kwamba hapo unafanya nini, utembee kwa mwili wako, ufike kanisani, utende kazi, kama ni viti ubebe upange, kama ni spika. Yani zile shughuli ambazo zinakuhitaji your presence, zinahitaji uwepo wako, zinakuhitaji uwepo physically, sio kwamba uwepo rohoni. Ndio maana watu niweleeni, watumishi wa Mungu, huwezi kufanikiwa kama hujajua mambo ya mwilini na mambo ya rohoni. Mambo ya mwilini na mambo ya rohoni ni moja ya vitu ambavyo ndivyo vinazimu vifahamu na vitende kazi pamoja, ndipo unapofanya kazi ya Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa katika kumtumikia Mungu, unapoyatenda hayo, anaposema katika akili zako zote na katika nguvu zako zote, hapa inatakiwa uwekeze kumtumia Mungu kupitia mwili wako. Utenge muda kwa ajili ya Mungu, utenge muda kwa ajili ya ufalme wa Bwana, umtumikie Mungu, uwe na muda. Kuna watu wanamcha Mungu, wamo makanisani, lakini yeye anakuambia kwamba mimi kanisani nilishajiwekea utaratibu, ni kwenda tu ibadani, ibada tu ikiisha nachukua Biblia yangu naondoka narudi nyumbani. Mimi kanisani sihitaji kushughulika na jambo lolote, mimi kanisani sihitaji kufanya jambo lolote. Pole, ninakupa pole. Wewe usifikiri kuna mtu namkomesha, no, unafunga sehemu ya kubarikiwa kwako. Kwa nini? Kwa sababu jinsi tunavyojishughulisha na mambo ya Mungu, ndivyo na Mungu anatupa nafasi ya kushughulika na mambo yetu. Ndio maana anaigundua siri hiyo Joshua, anawaambia wana wa Israeli kwamba mimi na nyumba yangu, hakusema tu tutamcha Bwana, anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Maana yake tutaitenda kazi ya Mungu kupitia nguvu na mili yetu. Bwana ametujalia afya, tutaifanya kazi ya Mungu. Unaweza ukakuta kuna mtu ana karama ya uimbaji, ni mwimbaji mzuri, ana uwezo wa kuimba, ana afya nzuri, ama anaweza kujiunga kwenye kwaya, hataki kujiunga kwenye kwaya, amekaa, hataki kujishughulisha na mambo ya Bwana. Eti yeye ni kwenda tu asikilize tu neno, akimaliza kusikiliza neno, no. Pamoja na kwamba unatakiwa kusikiliza neno, lakini moja ya kitu nataka nikuibie siri ambacho kitaleta wewe kufanikiwa. Jitahidi kujishughulisha na vikazi vingine tofauti ndani ya nyumba ya Mungu. Usikae tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ziko kazi nyingi sana zinazokuhitaji uzitende kupitia mwili wako. Hata kushauri tu mtu, kushauri watu ni moja ya utumishi ndani ya nyumba ya Mungu. Kupatanisha watu ni moja ya utumishi ndani ya nyumba ya mtu. Kuombea watu, yani unapata mtu anapita kwenye jaribu, unaingia kwenye kufunga na kuomba, unautasa mwili wako, unajitoa, unafunga, unaacha kula, unaacha kunywa, unajitabisha kwa ajili ya maisha yake ya mtu mwingine. Ni pamoja na neema ya kumtumikia Mungu. Unapofanya kanisani, ziko shughuli nyingi, inawezekana hata ni kufanya usafi kanisani, hiyo yote ni kumtumikia Mungu. Ziko shughuli nyingi sana, mtumishi wa Bwana, ambazo hazihitaji rohoni, zinauhitaji mwili wako utende kazi. Na hii si kwamba ni ya watu fulani tu. Huwa ninaona kuna watu ndani ya makanisa wengine, kwa mfano swala la usafi walishachiaga mashemasi. Yani ni kama kwamba kanisa kareka sehemu kadogo tu kwa viongozi upande wa idara ya mashemasi, ndio kwamba hao ndio wanaotakiwa kufanya usafi. Kwa wengine wanaona kama wao sio sehemu ya kufanya nini, kufanya usafi kanisani. Lakini nataka nikwambie hayo maeneo yote ni moja ya kitu ambacho tunatakiwa kukipambania, kukitenda. Kwa nini? Kwa sababu tunayoyatenda hayo, tunaifanya kazi ya Mungu katika nyumba ya Mungu. Na tunapoifanya kazi ya Mungu katika nyumba ya Mungu, Mungu anatupa kutubariki. Mungu anatupa kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa katika kuhubiri injili ni kumtumikia Mungu. Kuimba kwaya ni kumtumikia Mungu. Unaposimama unamwimbia Mungu. Hiyo yote unafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna wakati mwingine, mtumishi wa Mungu, nisikilize, kupitia uimbaji wako tu, si tu kupitia nyimbo unazoziimba. Mimi nimekuta kuna mtu anampa Mungu maisha, anaokoka, anampa Yesu maisha, kutokana tu na kushangaa wingi, idadi kubwa ya kwaya. Yani wanakwaya walijipanga, wana idadi kubwa, yani ile idadi tu ikamfanya na yeye ndani yake kuiwa kumpa Yesu maisha, na yeye naye awe miongoni mwa ile kwaya ili amwimbie Mungu. Lakini ndani ya makanisa unakuta kwaya ina watu 10, lakini kanisa lina watu 200. Watu wengine hawataki kusimama wakamwimbia Mungu. Yani hawajui kwamba tunaposimama kwenye ile kwaya, inapokuwa na watu wengi, ni moja ya pambo ndani ya kanisa. Inaipamba kanisa. Inapolipamba kanisa, kinafanyika kama kivutio cha kuwavuta watu waje kwa Kristo. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, na unaweza kukubaliana na mimi kwamba hata wewe mwenyewe angalia, hata kwaya zingine unaweza kukuta zimesimama watu 50. Yani zinaposimama watu 50, ule mvuto wao, kama wameshana sale, wamesimama, ule mvuto wao huwezi fananisha na waliosimama 5. Huwezi fananisha. Ni kweli wote wanampa Mungu utukufu, lakini pia kuna hali ya kawaida kabisa, mwili ni kawaida, ambayo inahitajika ndani ya kanisa, ambayo inahitajika tuitende ili kusudi tuwepo na kusababisha hii kazi ya Mungu ivutie watu, waijilie. Na watu wanapokuja kwa ajili ya Mungu, idadi inaongezeka, waabudu Mungu wanaongezeka, sisi tuliosababisha. Amen. Nisikilize, nikurudishe kwenye kile kitabu cha Wafilipi hapa. Nikurudishe kwenye kitabu cha Wafilipi hapa. Kuna kaneno Roho Mtakatifu ananikumbusha. Kile kitabu cha Wafilipi ile sura ya 1 na ule mstari wa 5 ule. Huyu ni Paulo anaandika. Anasemaje? Anaandika, anasema kwenye mstari wa 4, anasema hivi: siku zote kila niwaombe hapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha. Kwa nini nasema sala zangu kwa furaha? Kwa sababu ya ushiriki wenu katika kuieneza Injili. Hapa Paulo anaandika kwenye kanisa la Filipi. Paulo anatambua umuhimu wao wa kuieneza Injili. Wanaieneza Injili kwa namna gani? Wanaieneza Injili kwa kushiriki kuyatenda ya Injili ndani ya kanisa, kuyatenda ya Injili ndani ya ufalme wa Mungu. Ni lazima mtumishi wa Bwana uelewe kwamba ni lazima umtumikie Bwana kupitia mwili wako. Hapa anazungumzia kumtumikia Mungu kupitia mwili. Nimekwambia kuna sehemu mbili. Tunaposoma hili andiko linatupa sehemu mbili za kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu ni moja ya siri ya kufanikiwa. Kumtumikia Mungu ni moja ya chanzo cha mafanikio. Sasa hapa baada ya kusoma ile Marko 12:30, tunaona kumtumikia Mungu kunagawanyika katika sehemu kuu mbili. Moja ni kupitia mwili wako, nguvu zako, muda wako unautoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yani kwa mfano kwa ajili ya mazoezi ni saa 10 Alhamisi, mazoezi ni saa 10 Jumatatu, au siku yoyote ile ambayo kulingana na mahali hapo mlivyopanga muda wa mazoezi. Ile kukubali kutenga muda ukaenda kwa ajili ya Bwana, ukatembea na mwili wako ukaupeleka kwa ajili ya kazi ya Mungu, hiyo nayo ni moja ya sehemu ya kumtumikia Mungu, anayosema kwamba kupitia akili na nguvu. Maana yake kuna wakati mwingine kazi hii ya Mungu inahitaji nguvu kabisa za mwili, nguvu kabisa za mwili, hizi mwili kabisa ambazo zinapatikana kupitia kula chakula cha kawaida kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yani kwa mfano labda mnahitaji kubeba spika, mfunge spika. Sisi zinahitaji nguvu za kawaida za kubeba spika, iwekwe mahali, kupanga viti. Panahitajika nguvu za mwili. Amen. Huwezi kusema nitakaa nyumbani nifurike rohoni ninene kwa lugha basi Roho Mtakatifu akapange viti kanisani. No, ni lazima upige hatua, utembee, usafiri, ufike mahali pa tukio, ubebe kiti kwa mkono wako, ukipange. Kama ni usafi, kama ni kudeki ndani ya kanisa, udeki. Kama ni kubeba generator, uunganishe umeme, ufanye. Ni lazima ufanye hivi. Kwa hiyo kuna kumtumikia Mungu kupitia miili yetu. Ukubali mwili wako umtumikie Mungu. Usiache mwili wako ukakaa tu bila kufanya shughuli ndani ya ufalme wa Bwana. Nazungumza na watu wale ambao kanisani ni kama wao hawataki kufanya huduma yoyote, hawataki kufanya shughuli yoyote. Hakuna asiye na karama, asiye na kipawa, asiye na huduma ndani ya kanisa. Ni kweli hujapewa kusimama ukahubiri, ukafunua Biblia kama hivi niliyopewa, lakini pia umepewa kutia watu moyo, hata kupitia mchanga yule, kumlea tu mpaka akomae, azoe, apate wenyeji kanisani. Ni moja ya sehemu ya kumtumikia Mungu. Amen. Inawezekana wewe hujapewa hiyo ya kutia moyo, lakini hata kufika upange viti ni sehemu ya kumtumikia Mungu. Inawezekana hujapewa hiyo, lakini hata kufika tu wewe umepewa labda ujuzi wa vyombo, ukakaa kwenye vyombo, akili yako, ufahamu wako unajua vyombo, kufunga mixer, ukafunga na vinanda, ukaunganisha, ukaweka na booster hizo na equalizer na nini, na ukazifunga na vyombo vikalia. Maana yake akilini mwako. Ndio maana anasema kupande wa akili na nguvu. Maana yake unatumia akili ila pia unatumia nguvu kupitia mwili wako. Maana yake utumishi kupitia mwili, inachohusika ni akili na nguvu. Utumishi kupitia mwili, unapomtumikia Mungu kupitia mwili wako, ni lazima akili na nguvu vitumike. Amen. Unaweza kusema nini mchungaji unaongea? Kwani hata kupanga viti si lazima utumie akili?
Ujue kwamba hapa tunapanga labda vitatu, tutaacha nafasi ya watu kupita, hapa tapanga. Kinachokupa ujue kwamba hapa tutaacha nafasi ya watu kupita ni akili. Lakini kinachokupa kubeba kila kitu kiweke kwenye sehemu yake ni nguvu. Haleluya, watumishi wa Bwana. Kwa kuna kumtumikia Mungu kupitia mwili wako. Ukubali kumtumikia Mungu kupitia mwili wako katika maeneo tofauti. Na kujibu ile swali la kwamba niliulizwa na mtu mmoja kwamba nitamwezaje kumtumikia Mungu. Ndio hilo sasa, unawezaje kumtumikia Mungu? Ni katika kufanya shughuli za kazi ya Mungu ndani ya kanisa ama kwenye ufalme wa Mungu, mahali kokote pale ulipo. Iwe ni kwenye mkutano wa nchi, mkutano wa injili umefika. Haleluya. Umefika mahali pale umekuta mkutano wa injili unafanyika. Unapata hata kama sio kadhehebu lako linafanya mkutano, lakini umekuta kuna injili ya Kristo Yesu aliye hai inahubiriwa, na ukaona kuna sehemu na unaweza shiriki kufanya, unaweza shiriki kufunga tenti, unaweza shiriki kupanga vitu, ushiriki. Bwana Yesu asifiwe. Unaitenda kazi ya nini? Kazi ya Mungu. Nataka nikwambie kupitia kutenda hiyo kazi ya Mungu watu wamefunguliwa milango. Nimepata shuhuda za watu kupitia kutenda kazi ya Mungu. Mimi nakumbuka kuna mama mmoja alikuja ananifuata akiwa na shida ya utasa, hajapata mtoto muda mrefu, lakini katika kuongea na yule mama nikaona mbona kilichopungua ndani yake ni kumtumikia Mungu. Kilichopungua ndani ya huyu mtu ni kutokumtumikia Mungu. Nikamwambia kama unahitaji hili jambo liishe, hii shida yako ishe, una haja ya kuhangaika sana, una haja ya kufunga na kuomba sana. Nasikia kuambiwa ndani umepoteza nafasi ya kuitenda kazi ya Mungu na umeiterekeza kazi ya Mungu. Katika kuongea naye nikashangaa anaanza kulia. Ananiambia, mchungaji, ni kweli. Namuuliza, ni kweli namna gani? Ananiambia, ni kweli mchungaji, mimi kanisani nimekuwa kila nikiteuliwa kufanya kazi ya Mungu mahali ninakataa. Nikamwambia, unakataaje? Umekuwa ukikataaje? Ananiambia, mara ya kwanza mchungaji aliniteua kuwa shemasi. Nikamfuata nikamwambia, mchungaji, mimi habari ya ushemasi hapana. Nitoe kabisa baba, mimi niache. Mchungaji akasema, basi kwa kuwa umekataa sina namna. Mchungaji akawa amemtoa kwenye ile nafasi. Mchungaji akakaa akawiwa kwamba mteua kuwa kiongozi wa idara ya wamama pale kanisani, kwamba asaidie wamama, maana mchungaji anaona kwamba huyu akisimama hapa anaweza kulifanya ili kundi likaimarika. Akamteua kwa mwenyekiti wa mama. Amemaliza kumteua, akamfuata mchungaji ofisini, akamwambia, mchungaji, mimi swala la uongozi mimi kwa kweli baba, wewe niache tu, mimi nataka kuwa nakuja na sari naenda nyumbani, na sari niache tu baba. Mchungaji akamtoa kwenye ile nafasi, akaendelea. Ikafika wakati mchungaji akamwambia, basi saidia hata kwenye watu wa praise, kwenye huku na kuona ndani yako na huduma ya kuimba, jiunge na watu wa praise ili umtumikie Mungu. Akamwambia mchungaji, kama nilivyokuambia, mimi kwenye swala la kutumika baba, mimi hapana baba, mimi nafurahia tu kwamba nikija tu nikae mimi niwe naabudu tu mimi baba, yani mimi nataka kuwa mshirika wa kawaida. Wanajiitaga hivyo, jina lao maarufu, wanajiita eti awe mshirika wa kawaida. Mshirika wa kawaida. Ndio maana hata maisha yako ni ya kawaida, maana wewe ni mshirika wa kawaida. Ndio maana hata mafanikio yako ni ya kawaida, kwa sababu umejiweka kuwa kawaida. Ili ukitaka utoke kwenye huo kawaida, kubali kutokuwa wa kawaida, ulete matunda na mafanikio katika ufalme wa Yesu Kristo, katika umpe Bwana utukufu. Ukifika katika hicho kiwango, utaona Mungu kukubariki, utaona Mungu kukuinua, utaona Mungu kukupigania. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Haleluya. Kwa kimbizana na muda wangu, nihamie sehemu ya pili. Nihamie sehemu ya pili. Nimekwambia kwamba kumtumikia Mungu kumebeba sehemu kuu mbili. Nikakwambia sehemu ya kwanza ni kumtumikia kupitia mwili wako, lakini sehemu ya pili ni kumtumikia kupitia mali zako. Ni kumtumikia kupitia mali zako. Ninapozungumza mali, nazungumzia habari ya kutumika kutoa sadaka, kumtolea Bwana sadaka. Kumtolea Bwana sadaka. Kutoa sadaka ni moja ya eneo la kumtumikia Mungu. Ndio pale kwenye Marko anaposema moyo na roho yako. Hapa anaposema moyo na roho yako, anamaanisha kumtumikia Bwana kupitia fedha, kupitia mali zingine ulizonazo, umtumikie Bwana. Ninapotaja habari ya sadaka, ninajua
Yako mafundisho mengi sana ya uongo na michanganyiko mingi juu ya habari ya sadaka. Wanafundisha habari ya kwamba sadaka si ya msimu kutoa kanisani, lakini mimi nataka unisikie na unielewe. Kama utaendelea kufuatilia hayo mafundisho kwenye mitandao, fuatilia hayo ambayo ya upotoshi, lakini nataka nikwambie hiyo kweli ya Mungu kwamba kumtolea Bwana sadaka, kumtumikia Mungu kupitia mali zetu ni moja ya eneo linalofungua milango ya kufanikiwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pamoja na kwamba unamtumikia Mungu kupitia mwili wako, si mambo yote yatahitaji mwili. Kuna mengine yanahitaji hela kabisa. Hela hizi 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 100,000 yanahitaji. Yakifika hapo, nguvu yako tena haihitajiki, inahitajika hela. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Hakuna asiyetoa hela, hakuna asiyetoa sadaka. Hayupo katika dunia hii mwanadamu yeyote asiyetoa sadaka, iwe ni katika Mungu wa kweli ama Mungu shetani. Yani katika ufalme wa shetani ama ufalme wa Mungu, yeyote yule, usipotoa sadaka kwa Mungu, utatoa sadaka kwenye miungu. Unaposikia mtu anakufundisha habari ya kwamba sadaka sio sehemu ya kubarikiwa, anakudanganya. Kwa nini? Kwa sababu sadaka ni sehemu ya kumtumikia Mungu. Na nimekwambia kumtumikia Mungu ni moja ya chanzo ama siri iliyobeba mafanikio ya mtu. Haleluya. Haya, hujanielewa vizuri. Kuna mtu hajanielewa. Nasema hakuna asiyetoa sadaka. Kitabu kile cha Kutoka, ile sura ya 32. Kitabu cha Kutoka sura ya 32. Nitasoma kuanzia ule mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, soma mstari wa kwanza na kuendelea utakapoishia hapo. Biblia inasema hivi: hata watu walipoona kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana, wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya, utufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri, hatujui yaliyompata. Mstari wa pili, Haruni akawaambia, zivueni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Ukiendelea huko mbele utaendelea kusoma. Naomba niishie kwenye mstari ya pili. Hapa unaona wanasema hivi, tufanyizie miungu. Maana yake sio Mungu ambaye Musa alikuwa anawaelekeza kumwabudu. Wakataka wapate miungu mingine. Walipotaka kupata miungu mingine, Haruni anajua ya kwamba hata katika miungu, ili kazi itendeke, ili milango ifunguliwe, ili njia itengenezeke, panahitajika sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Nashangaga mtu mwingine anadanganywa kwenye habari ya sadaka. Shangaa tu mtu mlevi tu, amelewa tu na ulevi wake, anakuambia ati makanisani, usiende kanisani sadaka. Mbona yeye kwenye ibada zake za ulevi, kwenye madhabahu yake ya ulevi, kila siku anatoa sadaka? Au je, kujua kwamba ulevi ni madhabahu? Anapolewa anafanya ibada, na ili akamilisha ibada, hakuna ibada isiyokuwa na sadaka. Unapoona anatoa hela ya kununua pombe, anatoa sadaka. Alafu yeye anatoa tangu Jumatatu mpaka Jumapili. Alafu wewe anakudanganya eti usitoe sadaka, na wakati wewe unakwenda pengine Jumapili yenyewe kanisani. Alafu anakuambia eti makanisani wewe sasa sadaka, vitu vingi. Nataka nikwambie, huo ni mpango wa adui shetani kukupumbaza. Lakini kama utafunuliwa kunielewa, nataka unielewe kwamba sadaka ni moja ya eneo la kumtumikia Mungu, linafungua mlango wa kubarikiwa kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wakubarikiwa kwa mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nikimbia haraka kwa muda wetu. Nikaangalia mambo yanayotengenezwa na sadaka. Sadaka ni kwa nini utoe sadaka? Ni kwa nini umtumikie Mungu kupitia sadaka? Kumbuka mtumishi wa Mungu, somo la sadaka ni somo pana sana. Nikisema nilifundisha hapa, ni somo ambalo pengine litahitaji kipindi chake kabisa. Hapa nimelizungumzia kama kasehemu tu kwenye nafasi ya kumtumikia Mungu. Nimelizungumzia, kwa hiyo ninagusa vitu vichache, lakini vile ambavyo ni main point vitavyoweza kukusaidia. Kwa sababu nikisema nilifafanue somo la sadaka kwa hiki kipindi chetu cha risali moja, hatutaweza kuelewa vizuri. Kwa hiyo hapa nazungumzia sadaka kama zile sehemu kuu mbili za kumtumikia Mungu, lakini uelewe pointi yangu ni kwamba kumtumikia Mungu ni sehemu ama ni chanzo ama ni siri ya kufanikiwa kwa mtu. Kwa niangalie mambo
Ni kwa nini umtolee Mungu sadaka? Sadaka imebeba nini? Ni kwa nini umtolee Mungu sadaka? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, kwa nini umtolee Mungu sadaka? Sadaka hufanya Mungu akufanikishe. Sadaka hufanya Mungu amfanikishe mtu. Sadaka hufanya Mungu ambariki mtu. Sadaka hufanya Mungu ampe mtu kile ambacho anakitamani kukipata, ampe. Kile kitabu cha Nyakati wa Pili, kitabu cha Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura yake ya kwanza mstari wa 6 na wa 7. Sura yake ya kwanza mstari wa 6 inasema hivi: Sulemani akapanda huko madhabahuni, akapanda huko madhabahu ya shaba mbele za Bwana iliyokuweko hemani pa kukutania, akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu yake. Mstari wa 7, usiku ule Mungu akamtokea Sulemani akamwambia, omba utakalo nikupe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuwa Sulemani amemtolea Mungu sadaka, ule mstari wa 7 unasema Mungu akashuka kwa nani? Akashuka kwa Sulemani akamwambia, omba utakalo nikupe. Baada ya kuwa Sulemani amemtolea Mungu sadaka. Kumbe unapomtolea Mungu sadaka, Mungu hushuka kukupa kila ambacho unatamani au ambacho unastahili kupata. Sababu ya kwanza, kwa nini tumtumikie Mungu kupitia mali zetu, kupitia fedha zetu na vitu vyetu vingine, ni kwa sababu tunapomtumikia Mungu kupitia vitu vyetu, Mungu hushuka na kutuuliza nini tunachokitaka tutendee. Ukisoma hapo chini kwenye hicho kitabu cha Nyakati wa Pili, utaona kwamba Sauli anaomba Mungu ampe hekima. Na Mungu anakiri kumpa hekima, anamwambia kwamba sikupi tu hekima, nakupa na mali na vitu vingine ninakupa. Kwa nini? Kinachosababisha Mungu ampe ni kwa sababu ya kwamba Sauli amemtolea Mungu sadaka. Lakini sababu ya pili, kwa nini utumikie Mungu kupitia mali zako na fedha zako? Sababu ya pili, sadaka huimarisha agano ama hutengeneza agano kati ya mtu na Mungu. Sadaka huimarisha agano kati ya mtu na Mungu. Ukumbuke kwamba agano, unapokuwa umeweka agano, lile agano ndilo linalosababisha sasa, linalomuhimiza Mungu ama kumkumbusha Mungu atende kitu kwa ajili yako. Maana akilitazama yale makubaliano mliowekewa na wewe tayari umeshatimiza, Mungu anatenda kwa ajili yako. Kile kitabu cha Zaburi ile sura ya 50, kitabu cha Zaburi sura ya 50 na ule mstari wa 5, nazungumzia kwa nini utoe sadaka. Sababu ya pili ni kwa sababu sadaka huimarisha agano. Kitabu cha Zaburi sura ya 50 na ule mstari wa 5 inasema hivi, anasema hivi: nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Maana yake waliofanya agano na Mungu kwa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mstari wa 6 anasema hivi: na mbingu zitaangaza haki yake. Zitatangaza haki yake. Hivi, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Kwa unapotoa sadaka, unatengeneza agano na Mungu. Unatengeneza agano Mungu, ulinde familia yangu. Unatengeneza agano Mungu, ulinde huduma yangu. Unatengeneza agano Mungu, ulinde uchumi wangu. Unatengeneza agano Mungu, ulinde kampuni yangu. Unatengeneza agano Mungu, ulinde uzao wa tumbo langu. Unatengeneza agano Mungu, ulinde afya yangu. Unapotoa sadaka, linakuwepo agano kati yako wewe na Mungu. Lakini kile kitabu cha Mathayo, sura ya 26, na ule mstari wa 28. Kitabu cha Mathayo sura ya 26 na ule mstari wa 28, Biblia inasema hivi: kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hapa ni baada ya Mungu kutaka Yesu Kristo, anataka afanikiwe mpango wa kumkomboa mwanadamu, ili mkubali, ili mgharimu Mungu, atoe sadaka, aitoe sadaka, itengeneze agano. Anaitoa sadaka ya mwanawe pekee, Yesu Kristo anakufa msalabani, lengo na kusudi litengenezwe agano jipya, ambalo leo hii linamfanya mwanadamu anaondolewa dhambi, linamfanya mwanadamu anapata mamlaka ya kuamuru nge na nyoka,
ya kuamuru mapepo, ya kuamuru uchawi, ya kuamuru uganga, ufalme wa giza ukapata kuanguka. Hii mamlaka tumeipata ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna sadaka ya agano ilitolewa. Hii sadaka ndio ikatupa uhalali, hii sadaka ndio ikatupa haki ya leo hii. Tunaweza kumkemea pepo, tunaweza kukemea ugonjwa, tunaweza kuamuru kila chochote cha ufalme wa giza kikapata kuanguka. Kwa nini? Kwa sababu ilitolewa sadaka iliyotengeneza agano. Lakini pia agano hilo haliishi tu kwako. Agano nalo litengeneza, linatembea mpaka kwa watoto wako na vizazi vingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura 22, ukisoma ile sura inaeleza habari ambapo Musa anamkumbusha Mungu juu ya habari ya agano aliloliweka juu ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kipindi Mungu anataka kugairi kuangamiza wana wa Israeli, Mungu anamkumbusha kupitia lile agano. Lakini Mungu alipokumbuka lile agano, aligairisha kuangamiza watu wale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia kwa nini utoe sadaka? Sababu ya tatu, sadaka inaweka ukumbusho. Lakini sababu ya tatu, kwa nini umtumikie Mungu kupitia sadaka yako, ni kwa kuwa sadaka inaweka ukumbusho kwa Mungu. Sadaka inaweka ukumbusho wako kwa Mungu. Sadaka inajenga historia yako kwa Mungu. Katika kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 32, kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 13 na wa 14. Kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 13 na ule mstari wa 14. Kitabu kile cha Kutoka, Biblia inasema hivi: umkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watumishi wako, ambao uliwapia kwa nafsi yako na kuambia, nitazizidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni. Tena nchi hii yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu, nao watairithi milele. Mstari wa 14. Na Bwana akagairi ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake. Unaweza kuona hapa ni kwamba kupitia zile sanamu na utumishi ambao Ibrahimu, Isaka na Yakobo walivyomtumikia Mungu, kupitia utumishi wao wa sadaka zao za mwili na mali, tunaona Mungu anatoa gharama ya sadaka. Amen. Tunaona Ibrahimu anatoa gharama ya sadaka. Kupitia ile gharama ya sadaka, utumishi wao kupitia sadaka, tunaona unampa uhalali Musa kumkumbusha Mungu. Amen. Kwamba kumbuka Ibrahimu, Isaka na Yakobo watumishi wako, uliwapia kwa nafsi yako kwamba utazidisha kizazi chao. Amen. Maana yake utaleta mafanikio katika maisha yao. Lakini nimalizie kwenye kile kitabu cha Luka sura yake ya 22, kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 19, mstari ule wa 19 pamoja na mstari wa 20. Mstari wa 19 kitabu kile cha Luka sura ya 22 mstari wa 19, akamwambia, akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho hivyo hivyo baada ya kula, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, nikinyweacho kwa ajili yenu. Unaona kwamba fanyeni hivi hivi kwa ajili ya ukumbusho. Kwa nini anawaambia wafanye kwa ajili ya ukumbusho? Kwa sababu sadaka inaweka ukumbusho. Tumishi wa Mungu, sikiliza nikwambie, ninakumbuka kuna kipindi fulani shirika wangu mmoja alikuwa anaumwa, akiwa hoi amelazwa pale Seketule hapa Mwanza, hospitali ya mkoa. Yuko hoi hajiwezi. Nangu mmoja anaitwa Debora, akiwa na hali ngumu, yuko ICU, ana hali mbaya, yuko ICU. Nakumbuka nimeitwa kwenda kumuona anaumwa, nikafika nikamkuta na hali mbaya, yana hali hawezi ongea, hali analishwa kupitia milija, mashine ndo zinapiga kelele kupumua kwake. Nilipomtazama ndani yangu nikakumbuka utumishi wake, namna anavyojitoa kupitia mwili wake na kupitia sadaka zake za fedha kwa ajili ya Mungu. Nakumbuka sikupata nguvu ya kuomba maneno mengi yoyote. Nilichokifanya, niliushika mkono wake nikamwambia, Mungu, kumbuka sadaka za huyu mama. Kumbuka sadaka za huyu mama. Kama kulikuwepo na mauti inataka kumchukua, Yesu, sadaka zake zimuongezee miaka. Sadaka zake alikuwa amemaliza siku 4 hawezi kujitikisa wala kujigeuza. Nilipomwambia Mungu akumbuke sadaka zake, tukashangaa ananyosha miguu.
Tukashangaa anaanza kurusha na mkono wake, anaanza kurusha ule mkono. Nikashangaa akafumbua macho, pamoja na kwamba hakututambua, lakini ikawepo hatua katikati ya uhai wake. Lakini sikuendelea kuomba, na mpaka natoka hospitalini niliendelea kumwambia Mungu, kumbuka sadaka za huyu mama, zimwamshe pale hospitalini. Na kupitia kweli utumishi wa yule mtu alivyokuwa anamtumikia Mungu, mwanangu Debora, Mungu alimponya. Mpaka leo yu hai, yupo anamtumikia Mungu, ni mzima, ana afya njema. Lakini naamini kilichomponya ni kupitia utumishi wake. Unapomtumikia Mungu kupitia mwili wako na vitu vyako, Mungu ananyosha mkono wake apate kukufanikisha na alete baraka katika maisha yako. Basi mtumishi wa Mungu, kwa siku ya leo kwenye sehemu yetu ya 5 tutakuwa tunaishia mahali hapo. Kumbuka kwamba ninayekuletea mahubiri haya naitwa ni mchungaji Boniface Steven, natokea kanisa la EAGT hapa Bujola Kisesa katika mkoa wa Mwanza. Basi naomba nimshukuru Mungu kwa tunapofika mwisho wa kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme, Mungu mwema, utukuzwe, maana umezungumza na watoto wako juu ya habari ya kuwatumikia. Baba, nami nakuomba kila mmoja aliyesikia akachukua hatua ya kutenda, Mungu usimsahau, ukafanyike baraka kwake, na ukamtunze tena ukamlinde, ukambariki, ukamfungulia kusini, kaskazini, magharibi nayo mashariki, na mbingu zako zikaiamuru ardhi ikatamke baraka na uzima na uponyaji kwa ajili yake. Baba, ninawaweka mikononi mwako watazamaji wangu wote na wasikilizaji wangu, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Mungu wa mbinguni akubariki.